Lengo la ziara yetu ilikuwa ni kufuatilia utaratibu wa maji, namna bora ama kama watu wana mkwamo, hasa kuzingatia maji ndio kila kitu. Ziara yetu imekuwa nzuri, yenye mafanikio, lakini pia ziara nzuri yenye mapenzi. Yaani tumefanya ziara tukizungumza lugha rafiki, uhalisia, tukwenda maeneo husika tunaona. Kwa hiyo shukrani, nawaomba ndugu zetu watendaji wa DAWASA tupite kwenye yale maazimio yetu ya kao na ziara zetu. Na nilikuwa nazungumza hata na wabunge wenzangu kwamba njia pekee ya kumvisha kuipiga nakshi vazi la Mheshimiwa Rais sio mapambio tu, ni kwenda kwenye zile hotuba ya ufunguzi wa bunge. Mheshimiwa Rais kaongea mambo ya msingi sana, na ili vazi lake liendelee kung'aa vizuri na wananchi waendelee kuwa na matumaini zaidi, ni watendaji watusaidie. Sisi kama sehemu ya watendaji kwenye muhimili tunapita kwenye ziara ili kuona utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi inavyozungumzia habari ya maji, na dhamana ni kwa watendaji. Ni matumaini yangu tena makubwa sana kwamba hii miezi 3 hadi 4 ambayo tunataka kuelekea kwenye Ukonga yenye maji ya 100% kama sio 90 kushuka, tunaifikia nafikiri hadi mwezi wa 5 ya udiwani. Kitu ambacho wananchi wa kata ya Buyuni kimekuwa kikiwapa tabu ni upatikanaji wa maji, lakini namshukuru Mungu kupitia World Bank na serikali kuu chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, unaweza kukuta mitaili ya kule juu tumeshafikia 85%, mabomba na kila kitu katika ufanisi kimiundombinu kuhusu mabomba ya maji tayari. Sasa hivi tunasubiri tu kwa jinsi alivyotuambia meneja wa Kisarawe kwamba sasa wanataka kwenda kuflash ili maji yale yaweze kufika kwa wananchi sasa, bila kuwa na ule utaratibu wa kusema yanakuja kwa bahati nasibu. Lakini ukiangalia kwa upande wa Ukonga pia vile meneja ameweza kuzungumza, na kama mlivyokuwa na sisi tumeweza kufika pale Zavala ambapo wakazi zaidi ya 11,000 ni wahitaji wakubwa wa maji, na mimi kama mwakilishi wao nilionelea ni vema watu hawa kutoka sekta mbili tofauti, Ukonga na Kisarawe, waweze kufika na kujionea kama wao ni mainjinia wa DAWASA, waone nini kinachopelekea wananchi wale kusema kila siku wana shida iliyopo pale. Tukisema tusubiri mpaka mradi mkubwa uwezekane, mimi katika kilio changu nimeweza kumuomba Mheshimiwa Mbunge, nimemfikishia Mheshimiwa Mbunge kilio changu kwamba tunafanyaje katika kutatua tatizo hili. Kwa uelewa wangu najua kuna lile fungu la maafa, nimemwomba Mheshimiwa Mbunge na hilo limeonekana. Kwa hiyo tunaenda kuomba visima vya dharura angalau tupate. Wananchi wale hawana visima, wanatumia visima vile vya kienyeji ambavyo si salama kwa mwananchi, hususan anayetoka jiji la Dar es Salaam katika halmashauri yetu. Kwanza ni washukuru mameneja wa DAWASA kwa maana ya Ukonga na meneja wa DAWASA Kisarawe na timu yao nzima ambayo wameambatana kuja katika kata zetu hizi mbili. Nikizungumzia kata ya Pugu, yako maeneo tumepita hajapata maji na tumekubaliana viko visima vya kwenda kuvifufua, na kesho timu ya DAWASA itakuwepo kwenye kata ya Pugu, na wakitoka kata ya Pugu wanakuja kata ya Buyuni kuhakikisha maeneo haya maji yanapatikana kwenye mtaa wa Bombani kata ya Pugu, kwenye mtaa wa Kigogo Fresh B, kwenye mtaa wa Kigogo Fresh A, kwenye mtaa wa Mustafa na kwenye mtaa wa Kinyamwezi. Mtaa wa Kinyamwezi yako maeneo yana changamoto kubwa, hususani ndugu zetu wa Kimani, lakini huko mradi mkubwa ambao unapita kule changamoto hiyo itakwisha. Lakini kipo kisima kule kikubwa ambacho kilikuwa kinatoa maji Pugu kinapeleka Gongo la Mboto. Kwa sasa kisima kile kimekatwa, maji yale hayaendi tena Gongo la Mboto, lakini sasa yale maji yatakwenda kuwahudumia watu wa maeneo yale ya Kimani. Kwa hiyo ndugu zetu hao wa DAWASA wanafanya kazi nzuri, wanafanya vizuri, na kwa sasa tuko 1% ya kazi wetu wanapata maji salama. Kwa hiyo hatuna shida. Sehemu ambayo imebaki ni kuhakikisha tunaungana kwa pamoja sisi viongozi na wataalamu wetu kuhakikisha wananchi wetu wanapata maji kwa 100%. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwapongeza sana meneja wa DAWASA wa Kisarawe, meneja wa DAWASA wa Ukonga na timu ya mainjinia wote ambao wameungana na sisi toka asubuhi. Kazi hii walifanya ni kazi kubwa sana. Unajua humu ndani tunahudumia watu, lakini muda mwingine tunafanya na ibada.
Kwa hiyo hii ibada lazima tuende tukaifanye ibada timilifu, ni kuhakikisha wananchi tunawatendea haki. Kwanza eneo hili tayari tulishapata changamoto hii ya maji na tulifika, walianza mradi ule wa World Bank ambao mpaka sasa hivi unaendelea, na siku zile kwenye kikao tuliahidi kwamba tunaendelea kulifanyia kazi kwa haraka ili wale watu waweze kupata huduma. Na kama tulivyokuwa tumesema awali, tulianza na ile mitaa, alafu baada ya kuruhusu maji kwenye zile laini kubwa ambayo tulitoa bomba kubwa kutoka Pugu Mataa, bomba la inchi 12, inchi 8 na inchi 10 kwa ajili ya kuleta eneo hili. Na hapa sasa hivi tunavyoongea, kuna kazi inaendelea hapo nyuma ya kuendelea kuongeza msukumo wa maji kama alivyokuwa anasema wakazi ni wengi. Na sisi baada ya kuona wakazi ni wengi, tuliweza kuchukua hatua ya kuongeza msukumo wa maji. Hata tukitoka hapa tunaweza tukaangalia kazi ambayo inaendelea. Kwa hiyo ni kuhakikishia tu mheshimiwa, eneo hili ambalo wanasema la Mgeule juu, hii shida inaenda kuondoka na iko kwenye hatua nzuri za kutatuliwa. Tunavyoenda kufungua mradi wa World Bank ambao huko mwishoni kabisa, wananchi wanasema ni muda mrefu wamekuwa na haya mabomba, lakini kama unavyojua mheshimiwa, mradi ni hatua, lazima uchimbaji wa mabomba uanze, ulazaji, uungaji. Kwa hiyo zile process zote wanaziona kama zimechukua muda mrefu, lakini sasa hivi mradi uko mwishoni kwenda kufunguliwa, na ni bomba kubwa kabisa ambalo linaenda kuwahudumia wale wakazi, na tunaamini kabisa tunaenda kutatua tatizo. Na baada ya kufungulia yale maji, yale mashina ambayo aliyoyataja mwenyekiti pale, kama ambavyo tulivyoelezana awali, sasa tunaenda kuwasogezea huduma. Maji yakisha kuwepo kwenye laini, tunaanza sasa kupeleka kwa wale ambao hawajapata maji. Ya kwetu ni a bit faster because tunaweza kwenda kufanya ni kitu kimoja kuliko kusubiri because lazima tupime, tuandae mradi, tupeleke, tuombe. Tunaweza kuweka connection points along this line ambao tutakaa pamoja, Mheshimiwa Diwani na wenye viti wako kwenye kila mtaa kwenye kila mtaa bomba inapopita, ili tuwe na sehemu watu wanaochota maji kuliko sasa hivi watu kuenda paka kule. So at least tutakuwa na sehemu ya watu kuchota maji tukiwa tunasubiri kulaza mabomba. Because lazima iwe na hatua ya kwanza kuwapa watu huduma tukiwa tunasubiria mradi ya muda mrefu. Hii ya kupeleka hii ni mfupi. Hii muda mfupi. Sio mkubwa. Tunasema mdogo ya muda mfupi. Yes. Alafu kuna